Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Usisahau pia kuungana nasi kupitia kurasa zetu mbalimbali za mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram na X, zamani Twitter. Tunapatikana kwa jina la Azam TV TZ, lakini usisahau pia kwenye ukurasa wetu wa Instagram, huko tunapatikana kwa jina la Azam TV Sports. Usisahau kuungana nasi na kutuandikia maoni yako huko, tutakuja kuyasoma hapo baadaye. Tuanze sasa safari yetu. Kikosi cha Simba kinataraji kufanya mazoezi ya mwisho saa 4 kamili usiku huu katika uwanja wa Manispaa ya Berkane ambao utatumiwa kwenye mchezo hapo kesho wa mkondo wa kwanza fainali Kombe la Shirikisho Afrika kati ya wenyeji RS Berkane dhidi ya Wekundu Msimbazi Simba. Mchezo huo ni karata muhimu kwa klabu ya Simba kwa sababu matokeo yatakayopatikana yatatoa picha halisi kuelekea kwenye mchezo wa marudiano, yani Mei 25, ambapo bado haijawa rasmi kama mchezo huo utachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam au Amani pale Zanzibar. Simba inahitaji kushinda au sare au kutopoteza kwa magoli mengi ili kujiweka katika mazingira mazuri katika mchezo wa nyumbani. Kocha mkuu wa kikosi hicho Fadlu Davids na mlinzi wakati Chef Fondo Malone wamezungumzia utayari wao kuelekea mchezo huo. Hii ya Kombe la Shirikisho barani Afrika ni mchezaji mmoja tu pekee. Fabrice Ngoma aliwahi kucheza fainali hapo kabla akiwa na Raja, lakini kwa wengine hii ni mara yao ya kwanza. Kwa benchi letu la ufundi lina uzoefu na Berkane. Tuliwahi kucheza nao mwaka 2022 nikiwa na Orlando Pirates. Tulipoteza kwa mikwaju ya penalty Nigeria. Na wajua Berkane vizuri. Najua uzoefu wao kwenye michuano hii. Tuna timu ya vijana wadogo. Na waamini vijana wangu, hivyo tutatumia uzoefu huu na hapa tulipofika. Sio kama tu uzoefu wa kufurahia kufika hatua hii, lakini kufanya kila tunachoweza kujaribu kushinda. Ni Fadlu Davids, kocha wa kikosi cha Simba, akizungumza kuelekea mchezo wa hapo kesho. Sasa mwenzangu Patrick Rembo Nyemera, yeye ameambatana na kikosi cha Simba huko Casablanca na baadaye kufika mpaka Ujda, mji ambao ni karibu na Manispaa ya Berkane. Naungana naye muda huu kuzungumza naye. Patrick, pasina shaka unanipata vizuri. Tuambie hali ikoje huko hasa kuelekea mazoezi ya mwisho hii leo? Shukran sana Kenneth kwa kunipa fursa hii ya kuweza kuleta kile ambacho ofisi imenituma kuja kukileta hapo. Lakini nikueleze tu kwamba hapa ni Berkane na unaweza ukaangalia kwa upande wangu wa pili tayari bendera ya Tanzania imenyanyuliwa, kumaanisha kwamba timu mwakilishi wa Tanzania Simba Sports Club atakipiga hapa kesho majira ya saa 2 kwa saa za huko, ambayo ni saa 4 huko nyumbani. Kama unaweza kuona kwa sasa hivi hapa kijua kinawaka, ni kama ilivyo Europe. Unafahamu kwamba hapa tulipo Berkane au ukienda maeneo ya Ujda ni karibu zaidi na nchi ya Hispania. Kwa hiyo Ibiza ipo karibu. Nitakujuza zaidi katika hayo. Lakini maandalizi tokea press conference kwa siku ya leo yalikuwa ni mazuri kabisa, na kusema kweli watu walioko katika mji wa Berkane wametoa ushirikiano wa kila aina. Ni watu wakarimu kweli kweli, na hata tuliweza kupatiwa fursa ya kuweza kuangalia gari ambazo zitatumika kwa ajili ya production, kwa maana kwamba OB ambazo zimefungwa 2 wakiwa na kamera 21 ambazo zitakuwa kesho, na drone itakuwa ni 22 kuweza kuhakikisha kwamba mpira unaonekana katika kiwango cha fainali. Hali ni shwari kabisa, na wenyeji wa mji huu wa Berkane ambao ni supporters wa timu ya Berkane wamekuwa na hisia tofauti kuhusiana na ukubwa wa klabu ya Simba, kile ambacho wamekifanya katika michuano ya kimataifa kwa muda mrefu, lakini vile vile kutokana na hali halisi ya kile ambacho timu hiyo licha ya kuwa na wachezaji wapya 13 imeweza kukifanya kufikia fainali ya michuano hii. Naam, Patrick, si mara ya kwanza Simba wapo huko. Kuna nyakati ama kuna wakati ndio. Naam, kama unanipata vizuri, kuna wakati walikuwa Casablanca walicheza dhidi ya Wydad. Pressure ilikuwa kubwa na hata hoteli pia waliokuwa wamefikia ilikuwa inapata changamoto kwa maana ya mashabiki kupiga kelele muda mwingi kuanzia asubuhi mpaka jioni. Tunatamani kufahamu mazingira ya kiusalama, changamoto za hapa na pale ambazo pasina shaka waandishi na timu huwa inapitia hapo Berkane ziko vipi mpaka sasa kuelekea mchezo wa kesho?
Siwezi kuwa muongo kwamba kuna changamoto zilizokuwa kubwa. Ukiangalia ni changamoto zile wanasema za kisaikolojia, hasa delay katika maeneo ya uwanja wa ndege, unachukua muda mrefu kutoka, lakini nje ya hapo hamna chochote ambacho kiko hotelini, hamna chochote ambacho kiko mtaani, hamna chochote ambacho kipo ndivyo sivyo katika uwanja. Na nikujulishe tu kwa hilo ambalo unalizungumzia Kennedy, nipo pamoja na mchambuzi wetu hapo wa kipindi cha dakika 90 ambaye pia tunakuwa naye katika uchambuzi wa magazeti akiwa anafanyia kazi gazeti la Mwananchi, Charles Abel, ambaye niko naye hapa, atakuwa shuhuda wangu wa kile kilichofanyika. Hata kanzu ambaye amevaa Charles Abel ameipata ni ya bei mbaya, lakini amepewa kwa kuambiwa kwamba wewe umekuwa mkarimu, yeye akitoa kahawa na yeye akapewa kanzu hii. Ni swali ambalo kutoka kwa Kennedy Moses. Hali halisi kuna figiswa namna gani au changamoto ambazo ziko katika mazingira ambayo wanajaribu kulinganisha na kile ambacho kitokea wakati Simba ikicheza kule Casablanca? Kiukweli kwa siku zote tulizokaa hapa Morocco, kuanzia tulipofika Casablanca then mpaka tumekuja Ujda na leo tupo hapa Berkane, mazingira ambayo tunayaona hakuna mpaka sasa hivi changamoto zozote kubwa ambazo pengine labda tunaweza tukasema kwamba labda ni hujuma za wenyeji kwa wageni. Tumepokelewa vizuri, ushirikiano umekuwa ni mkubwa, kwa sababu hata asubuhi wakati mwalimu amekwenda kwenye mkutano na waandishi wa habari aliweza kuruhusiwa kuingia kwenye uwanja, eneo la kuchezea. Aliingia na mchezaji wake Che Fondo Maloni, mpiga picha wa klabu aliruhusiwa kuingia, ingawa kiutaratibu alitakiwa afanye hivyo muda wa mazoezi ya mwisho. So kwa hadi hapa tulipofikia hakuna changamoto yote kubwa, yani ambayo labda pengine unaweza ukasema labda inatia hofu. Watu wa Berkane ni raia wa hapa, ni wakarimu, wametupokea vizuri wenyeji wao, hakuna vurugu yote kwa mashabiki wa Simba ambao wamefika hapa. Kwa hiyo hamu yetu ni kusubiria kuona kesho tutaamka vipi. Pengine labda siku ya mchezo ndio wanabadilika, lakini kwa hali ambayo tumewaona nayo mpaka sasa hivi si aina ya watu ambao wanaonekana wana mazingira fulani ya vurugu kwa timu ngeni pindi inapokuja. Labda tusubirie tu hiyo kesho ndio tuone, lakini kwa hizi siku tulizokaa hapa hadi sasa hivi kiukweli hakuna changamoto yote mbaya au kubwa ambayo imetokea kwetu sisi na hata kwa timu binafsi. Na Kennedy, hicho ndio ambacho kipo sana, na kumekuwa kuna swala lingine ambalo pia anaweza kaelezea vizuri Charles Abel kuhusiana na concentration ya Simba katika mchezo huu, tofauti na kile ambacho kimekuwa kikiongelewa zaidi mchezo wa marudiano. Kocha Fadlu Davis licha kuongea hicho pembeni, lakini limekuwa ni jambo ambalo wachezaji wa timu hiyo, viongozi wa timu hiyo wamekuwa na utulivu mkubwa sana, na kwa kufanikisha ili kumwelezea Kennedy kuhusiana na uhalisia wa tarehe kupanguliwa, na hata wenyeji wa Morocco wanazungumzia nini kuhusiana na mchezo pia ule unaokuja. Kwa nini wanahitaji sana ushindi katika mchezo huu? Ukiwasikiliza wenyeji wa RS Berkane, yani mashabiki wa RS Berkane na wenyeji wa hapa Berkane, wao wanaamini kwamba mechi ambayo itachezwa nyumbani Tanzania ni ngumu sana kwa upande wa timu yao. Kwa hiyo wanasema wanahamasisha timu yao ihakikishe inapata ushindi mkubwa katika mechi ya kesho, kwa sababu wanasema aina yoyote ya matokeo ambayo yatatengeneza tofauti, yani ambayo yatakuwa na faida kwa Simba, aidha Simba kushinda, aidha sare, au hata kama Simba ikipoteza kwa tofauti ndogo ya mabao, wanaamini Berkane hana uwezo wa kuifunga Simba Tanzania. Yani wao wanaamini sehemu pekee kwa Berkane kupatia ubingwa ni mechi ambayo itachezwa hapa kwao. Lakini wanaamini kwa sababu wao wanasema kwanza hawana historia nzuri katika ardhi ya Tanzania, lakini wanasema hata kama mchezo umehamishwa Zanzibar, wanaamini Simba na advantage kubwa kuliko timu yao, kwa sababu Simba ni mwenyeji na ameshacheza sana uwanja wa Amani Zanzibar. Lakini umezungumzia issue ya namna gani Simba wamepokea hizo taarifa za uwanja kubadilishwa. Yani sidhani kama hata katika ukikaa na washabiki wa Simba au ukikaa na viongozi au hata mwalimu mwenyewe katika press conference, sidhani kama inaweza ikapita hata dakika moja wakakaa wakazungumzia swala la mechi kubadilishwa uwanja. Yani mashabiki wa Simba, viongozi na watu wote ambao wamekuja kwenye msafara hapa Berkane, akili yao yote inawaza mechi hapa. Yani hata ukiongea nao focus yao na wanakuambia kabisa wanataka mechi waimalize hapa. Na ukiangalia msafara ambao umekuja na kwa namna ambavyo Simba wamefanya maandalizi,
Of course anaonekana kabisa wanataka kuimaliza mechi hapa kwa sababu hata mwalimu Fadlu Davis anasema yeye binafsi katika mchezo wa kesho haingii siju kupaki basi kwa sababu anaamini ana timu ya kuweza kupata matokeo against Berkane ugenini. Naam, tunaweza tukamalizia kipindi chote cha mshike mshike Kennedy, lakini hiyo ndio uhalisia wa kile ambacho kinatokea, na nikujuze tu kwamba hapa ndipo ambapo mchezo huu utapigwa, ikiwa ni kumbukizi ya Simba ambao walikuja wakapoteza mchezo mwaka 2022. Kesho ni majibu ya maswali yote ambayo Watanzania wamekuwa kiauliza, lakini kwenu nyinyi Watanzania ni kuiombea dua Simba Sports Club iweze kufanya vema katika mchezo wake wa awali kabla ya mchezo wa marudiano. Kwako Kennedy hapo studio. Shukrani sana mwandamizi Patrick Nyembera kwa hicho ambacho umetujuza kutoka hapo. Ni Patrick Nyembera nikizungumza naye kutoka manispaa ya Berkane pale Morocco, na pasina shaka kilichodhihirisha ni utofauti wa kaliba za wa Morocco wenyewe. Hapo wamepokelewa vizuri, lakini pengine mambo yangekuwa tofauti Mohamed wa 5 kule Casablanca. Na mbali na hilo, tuendelee kuangazia taarifa nyingine kubwa, lakini tukisalia kwenye mlengo huo wa maandalizi kuelekea mchezo hapo kesho. Wadau wa soka na mashabiki wa klabu ya Simba Dar es Salaam wameitakia kila laheri timu hiyo kuelekea kwenye mchezo hapo kesho, fainali ya kwanza kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane. Naipongeza sana Simba na naiombea kwa moyo mmoja, sababu hii ni hatua kubwa sana kuingia, sababu hapa sasa hivi akiangalia Simba wala Yanga, haya mambo tunafanya nyumbani, lakini sasa hivi tunaiangalia Tanzania, tuipepeleshe wenzetu warudi na kikombe. Ndio nchi zote ziko hivyo, ushanielewa. Kwa hiyo kwa mimi kwa upande wangu naiombea sana Simba, na hata kuna swala zangu, Allah wajalia wape nguvu warudi na ushindi hapa. Na hata tukija nyumbani hapa tena inshallah Zanzibar, mambo hayo hamna kinachoshindikana. Sio mechi rahisi, tunaendea kiugumu, lakini tumeshaamua liwalo na liwe. Safari hii tunataka kombe, na baada ya tarehe 17 kwa sababu watakuwa kwao, pamoja kuwa mcheza kwao utunzwa, tutaangalia atatunzwa vipi. Kuna VAR jamani. Kwa hiyo naamini siku ya kesho kuna matokeo chanya kutokana tuko nje ya taifa letu, tuko ugenini, lakini yote ya yote tumombe Mwenyezi Mungu matokeo ya kesho tunaweza tukapata matokeo ya ushindi au draw, lakini siekei 100% kwamba tunaweza tukafungwa. Asilimia tunazowekea draw au kupata ushindi. Ninavyoona kwa Simba ilivyo na wale Berkane walivyo, Simba wako vizuri na Berkane wako vizuri, lakini pale inategemea determination, yani kujiamini. Ukijiamini wewe unaweza kushinda. Hakuna mpira usiowezekana, kila kitu inawezekana kwenye mpira. Kama wao wazuri wa Berkane na Simba ndio pia wazuri, wao wana uwezo wa kupata goli bila wasiwasi wote. Kwa timu ilivyocheza na kushirikiana nao, Simba na ushirikiano mzuri, wao wanaweza kupata goli moja au mbili, inawezekana. Huu ni mshike mshike, endelea kwa nasi usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni mshike mshike. Chama cha soka mkoa wa Dar es Salaam DRFA kimetuma salamu za heri kwa klabu ya Simba kuelekea mchezo hapo kesho, fainali ya kwanza kombe la shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane. Mwenyekiti wa chama hicho Lamek Nyambaya amesema kuwa anaamini Simba imefanya maandalizi mazuri, hivyo itapata matokeo yanayostahili kabla ya mchezo wa marudiano. Watanzania kwa ujumla, viongozi wa mpira nchini, tutakie Simba kila heri katika mechi ambayo tutacheza kesho pale Morocco. Mechi inaanza kuanzia saa 4 usiku. Naamini kwa benchi la ufundi na uongozi wote wa Simba kwa kushirikiana na TFF, maandalizi yote yameenda vizuri, na niwatakie Simba wapate ushindi katika mechi ambayo tutacheza kesho. Ni finali ya kwanza ambayo inachezwa kesho kuanzia saa 4 tarehe 17, na matokeo ambayo yatatokea kesho ambayo utafanya vizuri, naamini itakuwa ni chachu kwa finali ya pili ambayo inafanyika hapa Tanzania. Kwa sisi kama viongozi tunatakia kila heri Simba, na dua zetu tunaelekeza kwa klabu ya Simba, wachezaji, benchi la ufundi waweze kupata ushindi kwa kushirikiana na Tanzania ambao naamini wapo pale Morocco. Simba watafanya vizuri na watatuletea sifa kama Tanzania, ili finali inayofuata iwe kazi rahisi kwetu kubakiza kombe hapa Tanzania. Lamek Nyambaya, mwenyekiti wa chama cha soka Dar es Salaam. Na uniungane na Kinga Mkono kuweza kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na hicho ambacho kinaendelea kuelekea mchezo hapo kesho. Karibu sana ndugu yangu.
Asante Kenneth. Sina shaka uko vizuri. Niko vizuri kabisa. Naam, tumeona maandalizi ya Simba wamefanikiwa kuandaa mchezo kwa kiasi kikubwa, na sasa hivi tunapozungumza muda mchache kutoka sasa watakuwa wanaingia kwenye mazoezi yao ya mwisho kule kwenye manispaa ya Berkane kuelekea mchezo wa hapo kesho. Mpaka sasa umekuwa unafuatilia soka kwa muda mrefu. Leo nilikuwa nasoma magazeti namna ambavyo ilikuwa inaripoti habari mbalimbali kwenye michuano hii kama hii ile mwaka 93. Mambo yalikuwa ya moto sana. Kila chombo cha habari kwa kinaripoti kuhusiana na mchezo. Pressure ilikuwa kubwa hapa. Sina shaka hata wao wana pressure hii leo. Vipi inaweza kuathiri kwa namna yoyote mchezo hapo kesho? Upande wa Simba inaweza ikawasi, lakini inaonekana benchi la ufundi kocha Fadlu ameandaa vijana wake vizuri. Na hata ukiwasikiliza Patrick alipokuwa kule anazungumza, unaona wamejaribu kuweka mambo mengine yote mbali ili waweke akili yao kwenye mchezo wa kesho, kwa sababu mchezo wa kesho watu wote wanaojua mpira, wanaofuatilia mpira wanaamini mchezo wa kesho ndio utakaoamua hatima ya mechi ya Dar es Salaam au ya mechi ya marudiano itachezwa Amani au Dar es Salaam. Kwa hiyo Simba wamejiandaa vizuri, wako vizuri, unaona wana nia ya kutafuta matokeo ya kushindi katika mchezo huu, na unapatikana vipi ushindi? Kwa kutulia, kwa kutofikiria mambo ya nje ya uwanja, kuyapeleka na kwenye camp. Wakianza kujisikiza mambo ya mtandao sasa hizi yatawaondoa kwenye mchezo wao. Waende kwenye mazoezi yao mwisho leo, ni mazoezi muhimu, wajiandae kwa ajili ya kesho. Uzuri wa Berkane ni timu sio timu kubwa zenye mavurugu. Ndio maana umesikia hata katika wasema wameishi vizuri, hawajapata vurugu kutokana na historia ya Berkane. Yenyewe sio timu kubwa. Mambo ni tofauti. Wangekuwa mwezi wa shughuli wangekutana na wale wakubwa ambao wasingekubali, wangetaka kufanya vurugu ili mechi yao malize nje ya uwanja, lakini wale wanaamini katika kikosi chao. Kwa hiyo nadhani timu zote mbili zitacheza mpira, kwa sababu Simba inacheza na wale Berkane wanacheza. Kwa hiyo mpira utaamuliwa uwanjani zaidi kutokana na uwezo wa kila timu. Lakini Berkane wao wenyewe wanaonekana wako vizuri kwenye kujilinda, kwa sababu wameruhusu magoli mawili tu. Ukiangalia rekodi zao wameruhusu magoli mawili tu kwa sasa. Naam. Najaribu kuangalia kile ambacho tulikuwa tunazungumza na Patrick na Charles Abel. Charles ametugusia kwamba kocha kesho ni kama hajaplani kupaki basi na ataenda kupishana nao tu, kwa sababu kuna uwezekano pia wa kuwafunga. Hawa jamaa mechi 5 wamecheza kwao hawajaruhusu goli. Lakini ukiachana na hilo ndio timu ambayo ina performance bora kuanzia hatua ya makundi mpaka sasa kwenye kampeni za kombe la shirikisho. Fadlu kama atapishana nao kesho itakuwa ni mpango mzuri. Huo ni mpango hatari katika mechi kama hii, kwa timu kama hii ambayo ni bora kama inavyocheza nyumbani, kwa sababu mechi zake zote anamalizia nyumbani. Namna ya kucheza naye ni si kupishana naye moja kwa moja. Unapaswa kupaki basi, lakini basi sio lile la kukaa nyuma moja. Yaani utakiwa kuwa unajilinda 90%. Unatakiwa leo unapopata mpira unatumia makosa, kwa sababu hawa bwana ni wazuri sana kwenye mashambulizi ya kushtukiza. Unaona? Kwa hiyo Simba waangalie hilo. Wanapokuwa wanapata mpira kuwashambulia, wanapaswa kuwa makini katika kuhakikisha kwamba hawa bwana wasiwashambulie kwa kushtukiza, kwa sababu wao ndio wanatumia sana mbinu zao. Kwa hiyo wako haraka sana. Na Simba wakumbuke vile mechi ya mwisho walipoenda pale hawakuwa na matokeo mazuri. Kwa hiyo hilo nalo ni changamoto kwao. Haya, ukimwacha Fabrice Ngoma ambaye yeye amewahi kufika hatua kama hii kwenye michuano kama hii, hawa ni baadhi ya nyota wa kuchungwa zaidi ambao wamekuwa na performance bora kwenye kampeni hizi. Jean Chalea huwa magoli 3, assist 2, Kibu Dennis magoli 3 akiwa na assist hata moja, Leon Lateba magoli 2, assist 1, Musi kwenye magoli 3, lakini Elim Panzu goli 1, assist 1. Hawa ni kwa namna gani, kwa namna unavyowatazama wanaweza wakaibeba Simba kesho? Mechi kubwa inaamriwa na wachezaji wakubwa. Sasa hapo ndo unatakiwa uhesabiwe. Yaani unapotaka watu wanataka kuhesabu wewe ni nani. Panzu alionyesha kwenye mechi ya nusu finali, Dar es Salaam walimuona. Kwa hiyo Awa akafunga goli. Kwa hiyo akamaliza zile kelele ambazo watu hana uwezo, hana nini, akazizima kwa namna hiyo. Kibu mchango wake katika kulinda timu, katika kupanga mashambulizi. Kwa hiyo mechi kubwa inaamuliwa na wachezaji wakubwa. Hawa ni wachezaji wakubwa. Pamoja ni wengi wanaonekana labda ni vijana, lakini wako kwenye timu kubwa. Timu kubwa ina wachezaji wakubwa na wanataka matokeo yanayostahili, ni matokeo ni ushindi. Kwa hiyo wana nafasi hasa kwenye mipira iliyokufa. Awa yuko vizuri. Haya, wakati kwa mujibu alichokizungumza Charles Abel, Fadlu ataraji kupaki basi mwanzo mwisho kesho. Hawa jamaa wanachuma kama Osama Lamlue ambaye ana magoli 4 mpaka sasa na ni mshambuliaji hatari kweli kweli. Lakini pia wana Paul Basen magoli 3, wana Yazel magoli 3 na wana Yusufu Dayo magoli 3 ambaye amekuwa bora zaidi kwenye mipira ya juu. Pamoja mbinu ya Fadlu, Simba naamini anaweza kucheza mpira. Na ukiangalia mechi zake zote Fadlu akupaki basi moja kwa moja. Aliruhusu kucheza mpira
Mechi kidogo aliona haipaki basi ni ile ya South Africa dhidi ya Stellenbosch. Lakini ukiona Simba inavyocheza inajiamini kwenye kumiliki mpira. Na hao bwana wanacheza mpira. Kwa hiyo ndio maana anaamini kwamba tukipishana ni sehemu ya kujilinda, kwa sababu ukikaa tu ukabutua mbele alafu ukasubiri wa kushambulia utachoka. Kwa hiyo ni bora sisi tucheze, tukae na mpira, tucheze mpira wetu. Kama tukicheza mpira wetu hao bwana watakuwa na hofu, hawatakuja moja kwa moja kwetu, kwa sababu watajua sisi tuna Mpanzu, tuna Kibu ambao wanaweza kufunga wakati wote. Bwana, shukrani sana Kinga Mkono. Shaka tupata saa mwingine wa kujadili mengi zaidi. Asante. Naam, mbali na hilo ni kukumbushe tunayo mengi ya kuendelea kujuza kwenye mshike hii leo. Kikosi cha Yanga kimewasili jijini Tanga kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya JKT Tanzania, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa Jumapili saa 9:30 alasiri katika uwanja wa Mkokwani pale Tanga. Nahodha msaidizi wa kikosi cha Yanga Dickson Job amezungumzia utayari wao na shauku walionayo ya kushinda mchezo wa hapo kesho kutu kwa maana ya Jumapili ili waweze kutinga fainali. Mariam Shedafa anaarifu zaidi kutoka Tanga. Wachezaji wa klabu ya Young African wakiwasili hapa jijini Tanga kwenye hoteli ya Tanga Beach kwa ajili ya mchezo wao wa Jumapili dhidi ya JKT Tanzania. Kikubwa tumejisikia vizuri na maandalizi yamekuwa makubwa kwa sisi kama wachezaji. Sasa ni jukumu letu kuweza kufocus katika mchezo na kuweza kufanya vizuri katika mchezo huo. Tangu ligi kuu imeanza hamjafika Tanga kwa sababu uwanja ulikuwa kwenye maboresho, lakini sasa hivi mnakuja kwa ajili ya CRDB Federation Cup. Labda mmejipangaje katika kuhakikisha mnapata alama kwenye uwanja wa CCM Mkokwani? Kikubwa kwanza ni kufocus na kujiandaa vizuri na mchezo huo, na kikubwa tunahitaji matokeo mazuri katika mchezo huo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji ni jukumu letu kwenda kupambana kwa 100% kupata matokeo na kuingia katika hatua ya finali. Unawaambiaje wapenzi na mashabiki wenu ambao kwa hapa Tanga wamekuja kwa wingi kama wanavyoona kwa ajili ya kuwashangilia? Kikubwa tunawashukuru sana, wametupokea vizuri, na sisi kama wachezaji wao tunachoahidi ni kwenda kupambana katika mchezo, na tunawaomba wajitokeze kwa wingi siku ya mchezo, waje kutupa support vijana wao, na sisi tutawafurahisha katika mchezo huo. Ni shamra za mashabiki wa Yanga waliopo hapa jijini Tanga ambao wamejitokeza katika hoteli hii ya Tanga Beach kwa ajili ya kuipokea timu yao, na kama unavyosikia wana furaha kweli kweli, wana ari kubwa ya kushuhudia mchezo huo. Kutoka hapa jijini Tanga, mimi ni Mariam Shedafa, Azam Sports. Wajaleo kuondoka majaliwa, fainali itapigwa huko. Tukisalia hapo, msafara wa mabasi 50 ya mashabiki wa klabu ya Yanga ukiongozwa na meneja wa habari na mawasiliano wa klabu hiyo Ali Kamwe utaondoka kesho Dar es Salaam majira ya saa 3 asubuhi kuelekea jijini Tanga kwa ajili ya kuishangilia timu yao katika mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho la CRDB Bank dhidi ya JKT Tanzania. Akizungumza na mshike Kamwe ameeleza ratiba nzima ya safari hiyo itakavyokuwa hapo kesho. Tayari tuna orodha ya magari 50 ambayo yataondoka kutoka Dar es Salaam kuelekea Tanga kwa ajili ya mchezo huu. Magari haya yako baadhi ambayo tutayapitia Mbezi, yako baadhi ambayo tutayapitia njiani tukiwa tunakwenda. Lakini toto majina ambayo limewasilishiwa hapa ni 50 na matawi yao yameshathibitisha. Safari ni kesho saa 3 kamili asubuhi. Hapa makao makuu ya club Jangwani jijini Dar es Salaam. Kwa ile eneo unaona nje la parking hili, kesho asubuhi patakuwa yamependeza magari ya Yanga yakiwa yamefanywa branding, na mnafahamu matawi ya Yanga ni matawi ambayo hayanaga show mbovu. Kwa hiyo branding itakuwa nzuri, magari yatakuwa yanavutia, na tutaanza safari mdogo hapa kupitia na wenzetu wa njiani tuitafute Tanga kwa pamoja. Swala ambalo nimekuwa nikiulizwa sasa hivi ni wenye magari madogo. Maana nimekuwa nikisema wenye magari madogo pia kama wanatamani kusafiri familia tuje tuondoke pamoja na wao, niwaambie safari ni kesho saa 3 kamili asubuhi. Kwa hiyo kama una Noah, una Alphard, una Crown, una ST, ili mradi tu hiyo gari inafika Tanga. Kesho njoo hapa makao makuu, njoo na bendera yako. Kama una bendera chukua hata jezi ya Yanga wewe iweke tu mbele kuonyesha kwamba upo na sisi kwenye msafara. Kwa hiyo wale magari madogo ambao mmekusanyana, washikaji, familia, ndugu, jamaa na marafiki, mnataka kusafiri pamoja na msafara wetu, ni kesho saa 3 kamili asubuhi. Msafara huu kwa 100% unakwenda kuweka rekodi, kama sio kuvunja rekodi ya msafara wa Yanga uliotoka hapa kuelekea Rwanda. Naamini idadi kubwa ya magari ambayo itaondoka hapa itakuwa ni idadi ya kihistoria ambayo haijawahi kutokea kwenye mechi ya ndani, pakawa na msafara mkubwa wa mashabiki ambao wanaifuata timu yao.
Ali Kamwe, meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga. Tukisalia Tanga, kikosi cha maafande wa JKT Tanzania kimefanya mazoezi usiku huu katika kituo cha ufundi cha TFF kilichopo Mnyanjani mkoani Tanga, ikiwa ni maandalizi kuelekea mchezo dhidi ya Yanga. Nahodha wa maafande hao Edson Katanga amezungumza na mwenzangu Akida Kilango, na hii ni sehemu ya kile alichokisema. Maafande wa JKT Tanzania wamefanya mazoezi usiku huu hapa Mnyanjani katika kituo hiki cha TFF, ikiwa ni maandalizi kuelekea katika mchezo wao wa Jumapili. Tumepata nafasi ya kuzungumza na Edson Katanga, na miongoni mwa yale aliyoyazungumza ni utayari wa yeye pamoja na wachezaji wengine kuweza kuhakikisha kwamba wanaipambania nafasi hii ya kuweza kupata matokeo na kusonga mbele kutinga katika hatua ya fainali, na ikiwezekana kulichukua kombe hili la CRDB Bank, kwa sababu hiyo itakuwa ndio nafasi pekee ya wao kuweza kutinga katika michuano ya kimataifa kwa msimu unaokuja. Tupo kwenye maandalizi makali kwa ajili ya mchezo wetu wa nusu finali dhidi ya Yanga. Tumejiandaa vizuri, si kama wachezaji, benchi yetu la ufundi na viongozi wote tunaplay part yetu kwa ajili ya huo mchezo wa kesho. Kwa sasa kikosi hiki kinaendelea na mazoezi chini ya kocha Ahmad Ali. Lengo hasa ni kujiandaa kwa ajili ya mchezo wao unaofuata. Kutoka hapa Tanga, mimi ni Akida Kilango wa Azam Sports. Baadhi ya mashabiki wa soka wa soko la Makorora mkoani Tanga wametoa maoni yao kuelekea kwenye mchezo wa nusu finali kombe la shirikisho la CRDB Bank kati ya Yanga dhidi ya JKT Tanzania utakaochezwa katika dimba la CCM Mkokwani pale Tanga Jumapili hii. Matarajio yangu ni ushindi na soka zuri litakuwepo, ambapo vijana JKT ni wazuri, wanapiga mpira mzuri wa ushindani, na kama Yanga unavyojua ni yenye kushinda. Yanga itashinda kutokana na uwezo wake. Kila kitu ni kutokana na uwezo. Sio kwamba mbambamba tutegemei kitu kingine isipokuwa ni mpira tu. Kama unavyojua Yanga ina wachezaji wazuri, wa thamani, wanaeleweka, ni mastaa bora wote kwa ujumla. Ni ubora wa timu. Yaani sisi hapa Tanzania, hapa Afrika kwa ujumla, timu yetu iko vizuri. Yaani iko bora timu yetu. Wachezaji wakubwa, quality, wachezaji mmoja wani wote wako vizuri. Ndio maana tunafanya rotation pia tunapata ushindi vizuri. Tuko vizuri sisi. Kwa nini unataka JKT Tanzania washinde katika mchezo wa Jumapili na kutika hatua ya finali? Ndio, kwa sababu JKT ni timu ndogo. Tuseme ajitafuta sasa hivi. Itakapochukua basi kuna uwezekano mwakani nao kuna wengine wao wakafanya kama JKT. Kinyume cha Yanga ni kawaida kuingia kwenye finali kama hizi, lakini hizi timu ndogo nyingine haziwezi. Lakini watakapomwona JKT kamfunga Yanga kwenye finali, na uhakika mwakani kuna mwingine naye kama JKT atapambana. Wewe ni shabiki wa Simba, mchezo wako ni dhidi ya Singida Black Stars. Kama inatokea unashinda na unakutana na JKT Tanzania, bado dua yako itakuwa ni hiyo kuombea JKT wapate ushindi? Kwa hapo sasa itakuwa pagumu. JKT lazima nimponde. Yeye apate japo ushindi wa pili. Kwa sababu mimi na JKT uwezo wetu ni tofauti kabisa. Kwa hiyo mimi hapo JKT kama atamfunga Yanga na mimi kama namfunga Singida, JKT namweka pembeni, namponda tu. Ni mashabiki hao wakitamba kuelekea kwenye mchezo wa Jumapili hii, lakini hayo ni machache kati ya mengi ambayo nimekujuza. Tulianzia Morocco, tumerejea nyumbani mpaka kuitazama nusu finali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank ambayo litapigwa kwenye mchezo wa nusu finali ya kwanza pale CCM Mkokwani Tanga. Hayo ni machache kati ya mengi, lakini yepi nitakuja kukujuza baada ya mapumziko machache ni pamoja na haya. Kocha mkuu wa FC Barcelona Hans Flick ataja siri ya kushinda ubingwa wa La Liga msimu huu. Na shirikisho la soka Afrika CAF kuzindua kombe jipya la ligi ya mabingwa barani Afrika. Huu ni mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Twende break, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kufuatilia mshike. Tuendelee kuangazia mengine makubwa tulionayo hii leo, lakini ni kudokeze tu japo kwa uchache ama ni kuibia siri. Una nafasi ya kuondoka na zawadi ambazo zitakuwa ni moja kwa moja kutoka Bundesliga, miongoni mwa ligi ambazo zinarushwa kwenye kisimuzi cha Azam TV leo hii kupitia mshike.
Utapiga simu, tutakuuliza swali, ukipata utapata zawadi kutoka Bundesliga. Kama ambavyo mnajua sina show mbovu, kwa hivyo baadaye dakika 50 utapiga simu. Muda huu tuendelee kuangazia yaliyojiri kwenye mshike mshike. Nikukumbushe fixture inavyoonyesha ama mechi zinavyo subiriwa kwa hamu weekend hii za kombe la shirikisho la CRDB Bank kule Tanga. Mchezo wa kwanza utapigwa huko. Young Africans watakuwa mzigoni Mei 18 dhidi ya JKT Tanzania CCM Mkokwani pale Tanga. Lakini wekundu wa Msimbazi Simba, baada ya kumalizana na kampeni hii ya kimataifa ama kombe la shirikisho barani Afrika, watarejea mzigoni kwenye kombe la shirikisho la CRDB Mei 31 mwaka huu, na watakuwa na mchezo dhidi ya Singida Black Stars. Tuendelee na mshike mshike. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua viwanja vipya vya Maisala Complex vilivyozingatia mahitaji ya watu maalumu na ushiriki wa jinsia zote na rika zote kwa wanamichezo visiwani Zanzibar. Kwenye uzinduzi wa viwanja hivyo hii leo, wadau wa michezo wamesema kuwa kuwepo kwa viwanja hivyo kutaondosha changamoto ya viwanja vya kisasa vya kufanyia mazoezi kwa timu mbalimbali na kufikia azma ya kuendelea kuibua vipaji vya watoto. Mwenzetu Mtumwa Saidi amekuwa miongoni mwa walioshuhudia tukio hilo. Sekta ya michezo imeendelea kuwa sekta tegemezi na kutoa ajira kwa vijana wengi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi, moja ya mikakati yake ni kuhakikisha Zanzibar inakuwa na viwanja vya kisasa vya michezo. Na hapa anazindua viwanja vyote vya michezo katika eneo la Maisara. Akizungumza baada ya uzinduzi huo, amesema dhamira ya serikali kuhakikisha maeneo yote ya Zanzibar kunakuwa na viwanja vya wilaya ambavyo vitasaidia wananchi wengi kupata ajira kupitia michezo ya aina mbalimbali. Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo Sabia Maulidi Mwita amesema amefurahi kuona kwamba dhamira ya serikali ya kuhakikisha dhamana aliyopewa kusimamia ujenzi wa viwanja mbalimbali hapa nchini vinazidi kuimarika. Leo Maisara tumeibadilisha ndani ya miezi minne mpaka mitano tumeibadilisha, na tumeweza kujenga viwanja vya michezo mingi. Tuna mchezo wa mpira miguu ambavyo viwanja vinaonekana vikubwa hichi na kile pale, lakini kuna viwanja vya michezo mengine midogo midogo kule viko 4 na kila kiwanja kinacheza 4 in 1. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuaccommodate kufanya mashindano hata ya kimataifa ya kikanda. Hii ni faraja na ni historia mpya ambayo hii kwa kweli hatutoisahau milele, na gharama ya vitu vyote hivi ambavyo nimevitaja ni kama bilioni 7 ambavyo ndio vimeweza kutengeneza mazingira haya na kwa mazuri na yenye kuvutia. Kwa kweli tunajivunia kwa upande wa vijana, lakini pia na kwa upande wa wanamichezo, kwa sababu walikuwa wanapata shida katika uchezaji wao, ilikuwa ni viwanja ambavyo havieleweki. Vijana tumefika hapa kushuhudia jambo la kihistoria. Miaka 4 nyuma viwanja hivi vilikuwa vikitumika na vilabu mbalimbali kwa ajili ya kufanya mazoezi, ikiwemo kilabu cha KMKM, lakini kwa sasa wamepata viwanja vya kisasa vitakavyowasaidia kufanya mazoezi yao na kupata nguvu zaidi ya kushinda katika michezo mbalimbali. Kutoka hapa Maisara Complex, Mtumwa Saidi, Azam Sports. Naam, kutoka kule visiwani Zanzibar, Mtumwa Saidi huyo alikuwa rindima hapo. Turejee sasa bara, na kikosi cha timu ya Singida Black Stars kimeanza mazoezi kujiandaa na mchezo wa nusu finali kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Simba utakaochezwa Mei 31 katika uwanja wa Tanzanite kwa Raha mjini Babati mkoani Manyara. Wakati huu wapinzani wao Simba wakijiandaa kucheza mchezo wa mkondo wa kwanza na wa pili wa kombe la shirikisho barani Afrika CAF, Singida wameanza mazoezi ya kuwakabili kwenye michezo miwili itakayofuata, mmoja wa ligi kuu ya NBC na mwingine wa kombe la shirikisho la CRDB. Muda huu tunaungana na afisa habari wa timu hiyo Hussein Masanza kuweza kuzungumza naye mawili matatu kuhusiana na maandalizi hayo. Naam, muda huu sasa nizungumze na Masanza, pasina shaka unanipata na uko nasi. Nakupata vizuri sana ndugu yangu. Mambo vipi? Safi za huko. Huku kwema. Haya, mambo yanaenda vizuri kabisa. Naam, shukrani sana. Mna mechi mbili muhimu na nzito. Mpinzani ni yule. Maandalizi yako vipi na mnakwenda ku approach mchezo mmoja baada ya mwingine, ama maandalizi ni ya mechi zote mbili kwa mkupuo? Ratiba iliyoko mbele yetu, tunacheza mechi mbili na timu moja. Tunacheza dhidi ya Simba Sports Club tarehe 28 mwezi huu wa Mei. Lakini tarehe 31 tunamaliza pia na Simba. Kwa maana mwezi huu wa 5 tuna mechi mbili dhidi ya Simba Sports Club. Maandalizi, kila mechi ina approach yake. Kwa sababu tunacheza mchezo wa ligi, halafu tutakuja kucheza mchezo wa kombe la shirikisho CRDB ambao tupo hatua ya nusu finali, na obviously ni mchezo mgumu kwa sababu
tunapaswa kuvuka kwenda fainali kwa ajili ya kutimiza malengo yetu msimu huu kwenye mashindano hayo. Lakini tunajua tunacheza na timu ngumu kiasi gani. Tunafahamu mechi dhidi ya Simba si mechi nyepesi. Kwa hiyo hata maandalizi yake tutajiandaa kulingana na mchezo na kulingana na vile ambavyo benchi letu la ufundi litaona inafaa. Naam, tukijaribu kuangalia na kurejea kwenye mechi iliyopita ambayo mlikutana na Simba, haikuwa mechi nyepesi, lakini matokeo hayakuwa upande wenu moja kwa moja. Hizi mechi mbili zilizosalia, pasina shaka mnazitazama kwa utuo. Mechi mbili kupoteza zote ni kipengele ujue wa vijana wa mtaani wanasema hivyo. Pasina shaka kuna namna mmepania mchezo huu. Ukizungumza na wachezaji na benchi la ufundi wanazungumza nini? Shauku yetu kama timu ni kupata matokeo kwenye mechi zote, lakini mchezo kama huu ni mchezo mkubwa, ni big match. Na tulishaweka vizuri mchezo wetu dhidi ya Azam FC, moja ya big match. Tulikubaliana kwamba tusifungwe mara mbili. Azam mzunguko wa kwanza walitufunga, mzunguko wa pili tukamalizana nao vizuri pale sisi kwa kupata matokeo. Kwa hiyo hata mechi dhidi ya Simba dhamira yetu ni hiyo, tusifungwe mara mbili. Walifanikiwa kutufunga kwetu na sisi tuna uwezo wa kuwafunga kwao, kwa sababu ubora wetu, tunaamini wachezaji wetu wameimarika zaidi, na of course ukiangalia quality ya Singida Black Stars ni quality ambayo inaweza kushindana na timu yoyote. Kwa hiyo tusubiri mchezo ukifika, tutakuwa na kuzungumza zaidi, lakini sisi kama timu na namna tunaona morali na kikosi, mipango inatuendea vizuri so far. Bana, shukrani sana Masanza na kila laheri kwenye kibarua hicho, maana kama mzunguko wa kwanza mlipasuka, pasina shaka mmepania kwenye hizi mbili za awamu hii. Acha tuweke akiba maneno ndugu yangu. Shukrani sana. Ni Masanza huyo nikizungumza naye, afisa habari wa Singida Black Stars. Yeye ameamua kuwa na akiba ya maneno kwa sababu kesho ni fumbo. Hajataka kutamba sana wala hajataka kuwa mnyonge sana. Anasubiri cha muhimu mechi zao hizo mbili dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Moja shirikisho nusu finali, nyingine ligi mzunguko wa pili. Shirikisho la soka barani Afrika CAF linataraji kuzindua kombe jipya la ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 24-25 Alhamisi ya Mei 22 mwaka huu, na hii itakuwa ni jijini Joburg, Afrika Kusini. Taarifa ya CAF iliyotolewa leo Mei 16 imesema kuwa kombe hilo litakuwa ni alama ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika na litakabidhiwa kwa mshindi mpya wa michuano hiyo msimu huu. Fainali ligi ya mabingwa barani Afrika imepangwa kuchezwa Jumamosi ya Mei 24 na marudiano ikiwa ni Juni mosi, ikiwahusisha miamba wa Afrika Mamelodi Sundowns kutoka Afrika Kusini na Pyramids ya kule Misri. Naendelea kutazama Mshike Mshike. Jina langu ni Kennedy Moses. Kwa sasa twende mapumziko mafupi, tutarejea, usiondoke. Asante kwa kuendelea kwa nasi. Huu ni Mshike Mshike. Hapo awali nilikuwa nazungumza na mwenzangu Akida Kilango na alikuwa na moja kati ya wadhamini wa michuano hii ya kombe la shirikisho la CRDB, na nilizungumza naye, alikuwa na moja kati ya viongozi wa idara ya masoko. Akida, ulikuwa unazungumza naye jambo, tunaomba uendelee walau tusikie maandalizi yakoje kuelekea nusu finali. Naam, ni kweli Ken, niko hapa na Oscar Zangira kutoka benki ya CRDB. Tulikuwa tunazungumzia maandalizi kama benki, mmeweza kujipanga vipi kuweza kuhakikisha kwamba hatua hii tunayoiendea inazidi kuwa bora zaidi? Sisi kama benki ya CRDB tukiwa wadhamini wakuu wa mashindano haya ya kombe la shirikisho tumejiandaa vizuri, na maandalizi mengine yote yako vizuri. Timu zote zimeshafika jijini Tanga, lakini pia kwa upande wa wenzetu wa TFF nao maandalizi yanaenda vizuri. Tukitazama sasa upande wa zawadi, tulitoka katika hatua zile zilizopita, mchezaji bora wa kila mchezo alikuwa akipata zawadi ya fedha taslim shilingi 500,000. Vipi kuelekea katika hatua hii ya nusu finali? Kuna kiasi chochote labda ambacho mnafikiria kukiongeza ama kuboresha zaidi? Ya, ni kweli. Kuanzia hii hatua ya nusu finali, mechi zetu mbili za nusu finali, zawadi tumeongeza, na mchezaji bora atajiondokea na kitita cha shilingi milioni 1, na hiki kitaingizwa moja kwa moja kwenye akaunti yake ambayo kama anayo, kama hana atafunguliwa na tutamfungulia akaunti. Kwa hii ni keshi ambayo anaipata hapo kwa hapo. Na kwa kuhitimisha, kuelekea katika nusu finali, baada ya hapo ni finali, tutegemee kwamba msuli utazidi kutanuka zaidi?
Ya, ni kweli kabisa. Sisi kama unavyofahamu ni benki ambayo tunasikiliza mteja, lakini pia shughuli zetu kubwa ni mambo ya maokoto. Kwa hiyo kwenye fainali tumejipanga vizuri na tunataka tuweke historia. Hii iwe fainali ambayo ni ya historia, tunataka tuweke benchmark. Tuna maandalizi makubwa sana. Tunaendelea na maandalizi, tumeshaanza. Kwa hiyo fainali itakuwa ni fainali ambayo ni ya namna yake, ni fainali ambayo nadhani Watanzania watakuja kuisimulia huko mbeleni. Nikushukuru sana Oscar. Asante sana. Naam, Kennedy, kutoka hapa Tanga nilikuwa na Oscar Zangira. Yeye ni afisa masoko, idara ya masoko, makao makuu ya CRDB Bank, kama ambavyo umeweza kumsikia akizungumza hapo. Kutoka hapa Tanga niseme kwamba hatuna la ziada, tutazidi kuwasiliana nanyi kadri tutakavyokuwa tukipata taarifa nyingine. Shukrani sana ndugu yangu Akira Kilango, nasikia chapati za huko tamu sana. Tuishie 2 na 3 au sio kaka? Maana tukizidisha chapati watu wanatushangaa, inapiga hata 5. Mwisho wa mshike mshike hii leo, tukutane kesho majira kama saa 2 hivi kwenye Strength and Weakness kuelekea kwenye mchezo wa Berkane dhidi ya Simba. Asante, uwe na usiku mwema. Mimi ni Kennedy Moses.